walitenda mabaya. Walipotenda mabaya, Waisraeli walirudi kwa Mungu kulia, wakalia. Walipolia na kutubu dhambi yao, Mungu aliwasamehe, na mara baada ya kuwasamehe akawapa nguvu tena, wakaweza kuwashinda tena adui zao. Twende katika Waamuzi sura ya 3. Labda kabla ya kwenda sura ya 3, tuendelee mstari wa 16 sasa mpaka mstari wa 18. Kisha Bwana akawainua waamuzi waliookoa kwa mikono ya watu hao waliowateka nyara, lakini hawakuwasikiliza hao waamuzi wao, maana walifanya uasherati wakifuata miungu mingine, wakajinamisha mbele yao, wakageuka upesi na kuiacha njia ile walioiendea baba zao, waliozitii amri za Bwana, bali wao hawakufanya hivyo. Na wakati Bwana alipoinulia waamuzi, ndipo Bwana alikuwa pamoja na mwamuzi huyo, akawaokoa na mikono ya adui zao siku zote za mwamuzi huyo. Maana Bwana alidhahiri kwa ajili ya kuugua kwao kwa sababu ya watu wale waliowaonea na kuwasumbua. Bwana alidhahiri kwa sababu gani? Ya kuugua kwao. Manake waliugua mbele za Mungu, walilia mbele za Mungu, ndio Bwana aliwaokoa, akawainulia mwamuzi mmoja. Mwamuzi anawapigania vita, anawashindia. Tuko pamoja? Anawashindia kwa sababu gani? Walilia, waliugua, walitubu. Tuko sawa? Angalia tena